Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Chama cha ushirika wa kilimo na masoko Kiwavimeki kilichopo kijiji cha Vianzi kata ya Lubungo tarafa ya Mlali wilaya Mvomero mkoa wa Morogoro kimefanikiwa kuwasaidia wakulima wa kijiji hicho kuepukana na walanguzi wa mazao ya kimkakati pamoja na kuwasaidia wakulima kuondokana na migogoro ya ardhi. Katibu wa chama hicho Bwana Mario Mgeni amesema hayo wakati akiwasilisha taarifa ya Kiwavimeki katika mkutano mkuu wa mwaka wa chama hicho uliofanyika katika ofisi za chama hicho. Sasa tumeweza kufanikiwa kuwasaidia wakulima kuondokana na walanguzi kwenye mazao ya kimkakati kama vile mbaazi, ufuta na korosho. Kwa mfano, kwa mwaka 2024 tulifanikiwa kuuza mbaazi tani 220 na idadi ya wakulima walionufaika walikuwa ni kati ya 110. Kwa mwaka 2025 tuliuza ufuta tani 300 na tani 1100 za na idadi ya wakulima na tani 1100 za mbaazi. Na wakulima 869 walinufaika na huduma za hiki chama kwa mwaka 2023. Kiasi kubwa cha zao la ufuta kilichouzwa kilitoka katika kijiji hiki cha Vianzi. Lakini kwenye eneo la migogoro ya ardhi, chama kimefanikiwa kuwaunganisha wanachama na wasio wanachama 27 na idara ya mipango miji ili kuandalia mchoro wa mipango miji na baadaye waweze kupimiwa. Juhudi zinaendelea kuwasaidia wananchi wengine wenye uhitaji ili kuhakikisha kwamba kila mmoja kwenye eneo lake anapimiwa, anapata hati miliki, basi ile migogoro inakuwa inafanya nini? Inaondoka. Lakini kwenye mafanikio tunasema hapakosi changamoto. Miundombinu mibovu ya barabara imesababisha gharama za usafirishaji kupanda. Nafikiri hiyo mmeona. Kutokuwa na ghala kubwa la kuhifadhia mazao ya wakulima, bei ndogo ya mazao kwa msimu wa 2025 ambayo ilisababisha baadhi ya mazao kushuka. Kwani wapo waliotorosha, pia wapo ambao waliacha mazao yao ndani hadi leo na mazao ndani hawajaweza kuuza kwa sababu ya bei ndogo. Lakini hizo ni changamoto mojawapo, lakini pia ukosefu wa mitaji ya kuendeshea kilimo ambayo ilisababisha uzalishaji uwe chini. Lakini pia migogoro ya wakulima na wafugaji ambayo imesababisha uharibifu mkubwa sana wa mazao mashambani na yenyewe pia imeshusha kiwango cha uzalishaji wa mazao kwa nani. Katika mkutano huo, benki ya NBC ilipata fursa ya kutoa elimu ya mikopo kwa wakulima wa kijiji hicho. Kwa kuanza kabisa, mimi kwa leo ningependa kuzungumzia mambo kama sio manne au matano. Cha kwanza ningependa kuelezea kuhusu akaunti ambayo ni ya AMCROS. Cha pili, akaunti ya mmoja ya mkulima ambayo inaitwa individual shambani individual account. Alafu cha tatu ningependa kuelezea kuhusu mikopo ambayo ni mkopo mmoja mkulima mmoja na mikopo ya kama AMCROS. Pia ningeelezea kuhusu akaunti nyingine ambayo ni akaunti za tunaita za malengo au kibubu. Cha kwanza kabisa, kwa kwanza na hii akaunti ambayo ni ya AMCROS, hii akaunti ilianzishwa au ilitengenezwa ili kuweza kuwasaidia wale wakulima wadogo pamoja na wakubwa ili kuweza kufikia zile ndoto zao. Kwa sababu kutokana na hii akaunti ambayo imeundwa kwa ajili ya AMCROS, kunaweza kupatikana faida mbalimbali kutokana na hii akaunti ambayo tumeianzisha, kama mikopo au kutokana na AMCROS kuna misaada mbalimbali ambayo wanaweza wakaipata kutokana na hiko kikundi. Kwanza hii akaunti ambayo ni AMCROS ambayo tumeweka mahususi kwa ajili ya mkulima, hii akaunti yetu sisi, cha kwanza tukianzisha inakuwa haina yale makato ya kila ya mwisho wa mwezi, yani service charges tunaita. Labda kila mwisho wa mwezi lazima tukukate kiasi fulani, hiyo akaunti inakuwa haina. Hiyo ndio faida yake ya kwanza. Alafu kitu cha pili, hii akaunti yetu ya AMCROS hailali ndani ya miaka miwili. Kwamba yani sio kwamba tumeiweka hivyo ili kuwafanya watu wasiweke hela, hapana. Ila hata kama usipoiweka hela, ile akaunti hailali ndani ya miaka miwili. Umekuwa ni mdogo. Wale wa watu tu ni kwamba nipata zile fedha. Lakini hata zile fedha, akili yangu kwamba ukishanipa ile fedha, nilisema nakwenda kufuga kuku. Nilisema nakwenda kulima eka 2. Nikishashika zile fedha siende kufanya hilo jambo. Na kwenda kufanya jambo jingine ambalo sidifahamu, sijui, na pale inatokea changamoto za kupoteza haya mambo. Unapoteza ile fedha, watu wengi wamebeba mzigo ambayo haipo, wanakimbia masehemu kwao. Watu wengi wamefanya hivyo kwa sababu hawafanyi
lengo lile walokusudia. Hiyo moja, lakini pia mtu mwingine kazi ile haijui. Anaitaka ile kazi haijui, lakini hamna kazi isiyokuwa na changamoto. Kila kazi zina changamoto zake. Sasa mimi ninapokwenda kuchukua kitu kile, sijajua changamoto zake, ni lazima kitanipa shida. Kunipa shida, nimeshachukua hela ya mtu, lazima ipotee. Nashukuru sana kwa maelekezo sana. Japo muda ni mdogo sana, ndio maana kwa tunaacha saa nyingine. Lakini mtu akiuliza swali unaona ndio lile linakwendana. Ni hilo kubwa, wangebadilisha hiyo NIDA. Devota Yohani Liamunda. Nzuri sana. Nzuri sana. Hata mimi nitajiunga. Tafungua akaunti. Nianze kuweka hela, maana nimechoka kwenye kibubu. Siku moja nilikuta kimeoza, nimeweka hela. Basi yani nashukuru sana kwa elimu nimeshiba nayo. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.